mwamuzi kwa live kakaa kimya. Mwamuzi gani sasa? Yule alikuwa kwa maelekezo. Ndio maana ameshindwa kutoa. Aliogopa kadi akitoa labda basi yake haitompitia. Kwa hiyo yule hafai kwenye mpira wetu, aondolewe. Hakuna mwamuzi ambaye anajua tafsiri ya sheria 17 ukaenda kumwataki vile asikupe kadi. Mimi niwape mfano. Mechi ya National Ahli zidi ya Esperance ya Tunisia Misri. Mechi imechezwa imeisha. Mwamuzi kajua Waarabu wana tabia za ovyo. Kasimama katoa kadi yake nyekundu kashika mkononi kafanya hivi. Hajafuatwa hapo. Kuna mtu alisogea. Yule ndio mwamuzi bora, respect sana kwake. Waamuzi wa Tanzania tufanye ndio, kwa sababu kwa mabosi wanachukua hela. Tuseme ukweli. Mabosi hao ndio wanawasomeshia watoto zao. Mabosi hao ndio wanawagongea bati sehemu zao, nyumba zao, Chamazi Mbande. Mabosi hao ndio wanawalipia ada mpaka za watoto. Mabosi hao ndio wanawapa hela za kula kwa familia. Mwamuzi wa Esperance zidi Ahli hakuna mtu alomfuata, kwa sababu kabla ya tukio alitoa kadi akashika mkononi. Kuna mtu alimfuata? Juzi mwamuzi mechi ya Mtibwa na Nyuma Mwiko, mwamuzi kafatwa. Maneno alikuwa anasema mwamuzi yote kayasikia. Sasa nyingine kamtukania mpaka mzazi wake. Uliona akatoa hata kadi. Yule anatumika afai, afutwe, afutwe. Sio kususwa, afutwe. Kwa sababu tukiwa na waamuzi kama wale 6 mpira wetu unakufa. Wanachezesha kwa maelekezo. Diara akatoka golini kwake. Goli alofunga Selemani Mwalimu Gomez likakataliwa. Kamfuata line 1. Fikiria hatua ya kutoka golini mpaka kumfuata ni bendera namba 1. Diara kupewa adhabu na kadi ya kupewa. Waamuzi wa maelekezo. Kwa hiyo waamuzi kama wale kwa upande wangu waondolewe kabisa, hawafai. wa Yanga na wa Simba, yupi aliumiza zaidi kati yao waliofanya maamuzi ya hovyo, kati ya yule aliyechezesha mchezo wa Young Africans dhidi ya Mtibwa na Yanga dhidi ya Simba? Wa Yanga au Nyuma Mwiko na Mtibwa, yule ndo amefeli zaidi. Yule kuna maneno Diara akamwambia anashindwa kusema sababu anaona tajiri anaweza akamnyima kibahasha. Kama mimi niliokuwa kwenye TV nafsi imeniuma kwa maneno na kumkashifu alivyokuwa anakashifu mwamuzi. Je, yeye alikuwa live ambaye alikuwa anasikia maneno? Sababu yule mwamuzi anaambiwa anaona, yuko karibu. Sasa